hili neno kusifu, kitabu kile cha Zaburi ile ya 100 na ule mstari wa 4, imeandikwa, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwenye rehema, zake ni za milele, uaminifu wake vizazi na vizazi. Sasa hapa kwenye neno kusifu, nataka tuangalie tu maana kidogo kwenye hili eneo la kusifu. Hapa mwandishi wa Zaburi anazungumza, anasema kwamba ingieni mbele za malango yake kwa kumsifu na kumwinua na kumtukuza na kumpa heshima na kumshangilia. Sasa unagundua hapa, unapozungumza maana ya kusifu, maana yake ni kuelezea uzuri. Hapa anaelezea uzuri wa jinsi Mungu alivyo, kwamba ni Mungu mwenye rehema. Ule mstari wa 5 anaonesha kwamba ni Mungu mwenye rehema na fadhili zake zinadumu milele. Nikajifunza kwamba unapoingia kwenye eneo la kusifu, moja, lazima ubebe shukurani. Unapomwendea Mungu kwenye eneo la kumsifu, lazima uwe na shukurani. Ujifunze kumshukuru kwa yale ambayo ameyatenda. Hiyo shukurani inakuwa imebeba sifa tosha. Kuna maombi ya kumshukuru Mungu, maombi ya sifa, ambayo ndani yake yamebeba shukurani. Kuna maombi au kuna nyimbo ambazo zimebeba shukrani, lakini zinamsifu Mungu ndani yake. Kwa nini kinasifu? Zinaelezea uzuri wa kazi na matendo ayatendayo Mungu. Unapoenda kumsifu mtu wa kawaida kwa ajili ya jambo fulani, au unataka kumwomba kitu fulani, lazima umwelezee jinsi alivyo. Mfano, nimeenda kwa pastor nani? Kwa Pastor Moses hapa. Maana yake vitu vizuri ambavyo nitaviona kwa Moses, ili nivielezee kwa watu wengine wajue jinsi alivyo, maana yake ni kuzielezea zile sifa alizo nazo Moses. Moses ni mrefu. Moses ni mstaarabu. Moses ni mcheshi. Moses ni mtu wa watu. Moses anapenda kusaidia watu. Maana yake unaelezea tabia anazoziishi, unaelezea tabia, unaelezea hali aliyo nayo Moses. Ile hali ya kuelezea ule uzuri wake alio nao, unauelezea kwa watu wengine, unaelezea kwa mtu mwingine, au unaelezea kwa ajili ya kumsaidia mtu mwingine amuelewe Moses alivyo. Maana yake kile kitendo kinaitwa ni kumsifia Moses. Sasa Mungu tunamsifu kwa sababu moja, alivyo. Moja, Mungu ni mkamilifu na Mungu ni mtakatifu. Hii ni sifa yake pekee aliyoibeba, ya ukamilifu wake na utakatifu wake. Tunamwelezea Mungu au kumsifia Mungu kwa sababu ya matendo anayoyatenda kwetu. Mmoja, amemtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yetu sisi. Maana yake ameonyesha upendo. Unamwelezea Mungu amejawa upendo, unamwelezea Mungu amejawa rehema,
mahali tusipostahili yeye ametustahilisha. Maana yake rehema ndiyo imesimama kwa Mungu. Unaelezea namna ambavyo Mungu ametenda kwa watu wake kwa kuvisoma vitabu au kusimuliwa na watu wengine habari za Mungu ambavyo zinafanya kazi, au kwa kujifunza kwa neno la Mungu. Unaelezea namna Mungu alivyowatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, namna alivyowavusha bahari ya Shamu. Ule muujiza uliofanyika ni uzuri wa Mungu, ni ukuu wa Mungu. Toka dunia iumbwe haijawahi bahari kugawanyika na watu wakapita katikati ya bahari. Tendo hilo halijawahi kutokea. Unapoeleza ukuu wa Mungu ni kusifia matendo yake na kazi zake ambazo amezifanya juu ya watu na juu ya ulimwengu huu. Kwa hiyo unapoelezea, unapomsifia Mungu, maana yake unampa heshima yake. Unampa heshima yake, unamwambia anastahili kuliko chochote kile. Watu wanajua kusifia wake zao, wanajua kusifia waume zao, watu wanajua kusifia biashara zao, watu wanajua kusifia mipira, wachezaji wa mpira. Ukimkuta mtu anamsifia mchezaji wa mpira, utafikiri ya kwamba huwa analipwa yule mtu, na utashangaa yule mtu hata hamjui, lakini kwa sababu amesikia sifa zake tu. Huyu jamaa chenga yake ni nzuri sana, huyu mchezaji anajua kupiga kichwa, huyu mchezaji anajua kuwazungusha watu. Amemuona tu kwenye runinga, hata kwa macho hajawahi kumuona, lakini anaelezea sifa zilivyo za mchezaji huyo. Maana yake kumsifu Mungu ni kumwelezea namna anavyotenda kazi, ni kuziinua kazi za mikono yake. Unapoziinua kazi za mikono ya Mungu ambazo Mungu amezifanya mwenyewe, maana yake unamsifu Mungu. Unavyomwelezea Mungu kwa namna alivyokutendea, unamwelezea kwa watu wengine, au unamwelezea kwa namna yoyote ile, maana yake unamsifia Mungu. Unavyomshukuru Mungu kwa matendo aliyokutendea, maana yake unamsifia ukuu wake, na unasifia fadhili zake, unasifia wema wake ambao Mungu ameufanya kwenye maisha ya kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumsifu Mungu ni kumwinua juu sana, ni kumshukuru kwa kupaza sauti na kumfanyia shangwe na kujishusha kwake kwa unyenyekevu ulio mkuu sana. Mtu wa namna gani anatakiwa amsifu Mungu na amwabudu Mungu? Ni mtu yupi ambaye anatakiwa amwelezee Mungu? Ndo maana yake aeleze Mungu namna alivyo. Unajua, kama haujatendewa huwezi ukaelezea namna ulivyotendewa. Akija mtu akakuletea zawadi, manake huyo mtu utamsifia kwa kueleza fulani ni mtu mzuri sana, maana ameniletea kitu fulani wala sikuwa nimemwomba. Unapoelezea uzuri wa mtu, maana yake unamsifu. Sasa Mungu anataka tumwabudu, anataka tumsifu yeye, tumwabudu katika roho na kweli. Mtu yupi anastahili kuabudu Mungu na mtu yupi anastahili kumsifu Mungu? Kiukweli, hata ambao hawamwabudu Mungu huwa wana sifa.
Unashangaa mlevi anakuambia ya kwamba kesho Mungu na kwa majaliwa yake Mungu tutaonana. Pamoja na hali yake ya ulevi, lakini anajua yuko Mungu ambaye atamfikisha siku ya lini? Ya kesho. Sasa unashangaa huyu mtu mbona anamweleza Mungu atamfikisha kesho, lakini mbona huyu mtu haishi kwa namna ambavyo Mungu anataka? Utagundua ya kwamba rehema za Mungu zinamsaidia huyo mtu kumsifia nani? Mungu. Rehema za Mungu. Yeyote yule ambaye yuko chini ya jua anatakiwa kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, kwa sababu kusifu na kuabudu ni ibada ambayo anatakiwa awe nayo mtu kwenye maisha yake ya kila siku. Kusifu na kuabudu ni ibada ambayo unatakiwa uwe nayo kwenye maisha yako ya kila siku. Unapokuwa na ibada hiyo, unajitengenezea mahusiano mazuri na Mungu, unajijengea mahusiano yako mazuri na Mungu. Mtu mwenye moyo, mtu mwenye maisha ya kumwabudu Mungu kwa uzuri na utakatifu wake, kumwimbia Mungu kwa uzuri na utakatifu wake, huyu mtu ana nafasi kubwa ya kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Mtu wa namna hii, hata kama akipita kwenye changamoto zozote zile, utashangaa anamwimbia Mungu ndani yake, anaimba ndani yake, anakuwa na wimbo ndani yake, anakuwa na sifu ndani yake, anakuwa na maisha ya kuabudu ndani yake. Nasema kwamba hata kama ni kwenye changamoto hizi, lakini nakuamini kwamba Mungu utafanya, kwa sababu wewe ulifanya, umefanya kwa watu wako wa kale. Ninaamini kwamba utafanya. Mtu wa namna hii anayekumbuka fadhili za Mungu kwenye maisha ya kwake. Sasa mtu uliokoka, ulibeba jina la Kristo ndani yako, na maisha haya si tu maisha kwamba ya kusifu kwa kanisani au kuabudu na kusifu nyimbo za kuabudu kanisani. Hapana, nimesema kuabudu ni kuishi maagizo ambayo Mungu anayataka, ni kunyenyekea, kusujudu, kuthamini, kupata heshima. Si tu kwa kanisani ni kupata fadhili kwamba na kwenda kuabudu, sasa itaimba wimbo wa kuabudu ndio unabeba kasi ya kuabudu. Hapana, sila kwanza maisha yako binafsi lazima yabebe utu wa kimungu. Ukibeba utu wa kimungu, utakuwa ni mtu ambaye unamwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Kwa sababu hiyo ni ibada. Si tu tunapokuambia sasa hivi ni ibada ya kusifu, tunakwenda kusifu sasa Mungu, unakuja mahali hapa unaibeba hiyo tafsiri moja kwa moja kwamba hiyo ndio ibada right kuliko nyingine. Hapana. Cha kwanza lazima ujue wema wa Mungu na kumtukuza Mungu ukiwa peke yako na kuziimba fadhili zake. Kumsifu Mungu ni kuimba fadhili, kuziimba rehema kwenye maisha yako. Manake ni ibada unayotakiwa kuwa nayo kwenye maisha yako. Kanisani tunakutana, tunakuwa na ibada ya muda mfupi ya kusifu au na kuabudu kwa njia ya kuimba, lakini asilimia kubwa tunakoishi majumbani kwetu, huko ndiko ambako tunatakiwa ibada hizi ziendelee kuishi ndani yetu, kwa sababu kuabudu na kusifu ni tendo la kiroho ambalo
mtu analifanya kati yake na Mungu. Kusifu au kuabudu ni tendo la kiroho kabisa linalomhusu mwanadamu na Mungu. Kama linamhusu mwanadamu na Mungu na ni tendo la kiroho, maana yake maisha yako lazima yajawe na maisha ya kumsifu na kumwabudu Mungu kama ibada inayotengeneza mahusiano kila siku kwenye maisha yako ya wewe na Mungu wako.